Siku ulipokuwa umepata mimba nyumbani, mama yako ndo aliamka asubuhi kwenda kutangaza kwa watu na kusema vibaya, kila mtu ajue kwamba umefeli, umekwama, umeshindwa. Lakini siku ulipokuwa umefeli shule, umefeli kitu fulani, baba yako aliamka, aliwaambia shangazi zako, aliwaambia baba zako wadogo, wakakusema vibaya, wakakusengenya, wakafanya vitu vyote. Lakini kwenye stage ambayo uko, ulitegemea kaka zako wakubwa au dada zako wakubwa wangeinuka kusaidia, au hata watoto wa shangazi, watoto wa ndugu zako wale wa karibu wangeweza kusaidia. Hakuna anayenyesha mkono kusaidia. Imekuwa ni ngumu sana. Unajiuliza kwamba Biblia inasema kwamba familia, anasema kwamba kwa upendo wa ndugu pendaneni nyinyi kwa nyinyi, kwa heshima mkitanguliza wenzenu, kusoma kwenye Warumi 12 mstari wa 10. Unajiuliza upendo wa ndugu, ndugu gani yuko wapi? Unaelewa, Biblia inatuambia kwamba waheshimu baba yako na mama. Nitawaheshimu vipi wakati wao hawajawahi kunithamini mimi? Lakini unawaangalia dada zako unauliza, hivi hawa ni ndugu zangu kweli? Unabaki una majibu, uelewi, unabaki unalia, hauna mtu wa kukusaidia isipokuwa Mungu. Na wazazi wako wanakutafuta mpaka wakiwa na shida za kwao. Dada zako wanakutafuta mpaka wakitaka kukutuma kwamba kuna kitu ambacho kimefeli, sasa inabidi wamtume mtu. Ndio utasikia labda, Aileen, tunakuomba tukutume, unaweza kwenda kunichukulia mzigo sehemu fulani. Wewe ni mtu wa kubeba mizigo yao, kwamba kuna mtu ambaye atakuja huko, wewe ni mtu wa kufanya hivyo vitu. Sasa naomba nikusaidie, ni jinsi gani ambavyo unaweza ukapona maumivu ya kutoka kwenye familia, ya kumta na wenye watu ambao umekaa nao kwenye familia. Kitu cha kwanza kabisa, jinsi unavyoweza kupona maumivu kutoka kwenye familia ni kutambua kwamba watu wa familia yako ni wanadamu kama wewe. Biblia inasema bila shaka hakuna mwanadamu mwenye haki asiyetenda dhambi. Ukisoma kwenye kitabu cha Mhubiri 7:20. Ni kutambua kwamba watu wa nyumbani mwenu wana matatizo kama wewe, ni binadamu kama wewe. Hawana yani kama wewe ambavyo unavyofeel, unavyokuwa na hisia, na wenyewe ni hivyo hivyo. Sio kwa sababu mmezaliwa tumbo moja basi inamaanisha kwamba wao ni malaika kwa sababu mmezaliwa familia moja. Wao ni watu wa karibu, yani kwamba kwa sababu mmezaliwa familia moja basi wanakuelewa. Tambua kwamba wanadamu yoyote ana mapungufu yake, ana madhaifu yake. Ili kusudi uweze kupona na kutoka hapo, chukulia yale kama ni changamoto, kama fursa. Washukulie wao kama tu binadamu wa kawaida. Hebu ondoa kwanza ule undugu, kama baba yangu mzazi anifanyia hivi. Hebu ondoa ile hali, baba yangu mzazi anifanyia hivi, mbona mwalimu shuleni alikufanyia hivyo? Sema tu kwamba hawa ni binadamu wa kawaida tu kama walivyo wengine. Nataka tu nikwambie kitu kimoja. Ukisoma kwenye kitabu cha Yohana sura ya 7 inatuambia kwa habari ya Yesu Kristo. Ulipokuwa umefika muda wa kwenda kupandisha kwenda kwa ajili ya sikukuu za Pasaka, ndugu zako wanakuja kumwambia nini Yesu? Wanamwambia nenda kajionyeshe kwa watu. Sio kwamba wanataka wamuone yeye Yesu, wamsikilize. Wanamwambia kajionyeshe kwa watu wengine, maana wenyewe hawawezi kumsikiliza. Unaelewa? Hebu jifikiria kama uko na watu ndani ya nyumba yako wewe mwenyewe, watu ambao unawaamini na kuwapenda. Wao hawakuamini wewe, lakini wanaamini, na wenyewe walikuwa na watu wao ambao wanawaamini, lakini Yesu ambao wanakaa naye ndani kwake hawamwamini, hawasemi chochote. So unachotakiwa kufahamu na kujua ni kwamba jinsi ya kupona maumivu ambayo unatoka nayo kwenye familia ni kwa kuwachukulia wanafamilia yako kama wanadamu, sio malaika. Yani wanafamilia yako ni wanadamu kama wewe, yani hivyo hivyo. Bila nasema bila shaka hakuna mwanadamu asiyetenda dhambi, wala usiweke maneno ambayo mtu amekusema, kwa sababu bila shaka na wewe huo unawatendea watu hivyo. Kwa hiyo nataka tu nikwambie kitu kimoja kwamba njia ya kwanza ambayo itakusaidia kupona kwenye maumivu ambayo unatoka nayo kwenye familia ni kwa kuwachukulia watu wa familia ya kwako kama wanadamu na sio malaika. Unanielewa? Sio malaika. Kwa kufanya hivyo utajikuta umeanza kujua kwamba huyu akiwa na shida ndo ananitafuta. Kwa kama ananitafuta ni dada yangu ndio wa kwanza. Sasa hivi nina kazi zangu na vitu ninavyofanya. Fulani unaweza kwenda kuchukia mzigo sehemu fulani. Ningeweza, lakini sasa hivi naenda kanisa. Yaani unakuwa tu straight. Ningeweza sasa hivi naenda kanisa. Sio kwamba umemjibu vibaya, sio kwamba lakini unajaribu kujiangalia na wewe. Kwa njia ya kwanza ambayo itakusaidia kupona maumivu ambayo yanatoka kwenye familia ni kwa kuwachukulia wanafamilia yako kama binadamu wa kawaida na sio malaika. Eti kwa sababu tumezaliwa tumbo moja basi inamaanisha kwamba wale watu wanatakiwa wawe malaika. Naomba nikutolee mfano mmoja. Yusufu alizaliwa tumbo moja na kaka zake. Unaelewa? Ambao kaka zake wale walimchukia Yusufu. Ukirudi nyuma sana, kwa nini walimchukia Yusufu? Sio kwa sababu Yusufu alikuwa mtoto mzuri, lakini Yusufu alizaliwa na mama ambaye alikuwa anapendwa na baba yao. Wenyewe mama yao hakuwahi kupendwa hata na baba yao. Kasema kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 29. Tena kasema baba yao hakumpenda kabisa Lea. Yakobo hakumpenda Lea, alimpenda Raheli. Kwa mtu anayempenda mtu, tunajua kama mtu anayempenda mtu mara nyingi sana anakuwa anampeva huyo mtu. Mara nyingi sana anakuwa anamsogeza huyo. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho kilitokea. Sio kwamba tu alimchukia kwa sababu alikuwa na kitu ndani yake, lakini pia hata mazingira ambayo alikuwa pale yalikuwa sio rafiki. Lakini kitu ambacho kilimsaidia Yusufu kuweza kuwasamehe kaka zake, ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo 50 mstari wa 20 nasema, nyinyi mliyakusudia kuwa mabaya, lakini Mungu aliyakusudia kuwa mema,
Akimaanisha nini? Kwamba nyinyi kama wanadamu mlifikiria kwa akili zenu za kibinadamu, lakini Mungu akufikiria hivyo. Kwa njia ya kwanza ambayo itakusaidia kupona maumivu, wewe kama wewe ambaye umetoka kwenye familia ambayo hakuna mwanafamilia wako ambaye pengine amekutendea vizuri, ni kwa kutambua tu kwamba wanafamilia wako ni binadamu pia, wana mapungufu ya kwao, unaelewa? Wana mapungufu ambayo yanatokea kwenye familia. Wanaweza kuwa na mdomo, yani kama vile ulivyokuwa unasoma shuleni ukutana na marafiki wenye mdomo, kama vile ulivyofanya kazi ulikutana na marafiki ambao walikuwa na mdomo, basi hata kwenye familia yako unatakiwa uelewe hivyo hivyo. Kwa jinsi ambavyo unadili na hawa watu, kwa sababu wewe unamjua Mungu, unamfahamu Mungu, unatakiwa unaomba Roho Mtakatifu mara kadhaa akusaidie. Lakini ukisema kwamba baba yangu amenifanyia hivi, utabaki na kinyongo cha kwamba baba yangu amenifanyia hivi, baba yangu amenitendea hivi, baba yangu amenifanyia. Leo hii unahisi kwa nini mabinti wengi wanaangukia kwenye mahusiano ambayo ni mabaya? Na bado nikupe sababu nyingine ambayo mabinti wengi wanafanya wanaangukia kwenye mahusiano mabaya. Nitatengeneza tu video nyingine baadaye, lakini nakopa point kidogo. Ni kwa sababu ya trauma ambazo zinatokea nyumbani, matatizo ambayo yanatokea nyumbani. Unakuta mtu anajua labda upendo ni masimango, akikutana na mtu ambaye hamsimangi anaona kama huyu mtu anipendi. Kwa ili haya mambo yote yaondokane na uondokane na hivyo vitu, ni lazima utambue kwamba upendo sio masimango. Upendo ni ule ambao msimamo Bwana. Haya yanaonyeshwa ndani ya huyu mtu, sio definition ya upendo. Ni binadamu ambaye amepungua pia. Ni binadamu ambaye yuko hivyo. Kwa njia ya kwanza ni kuwachukulia na familia yako kama binadamu wa kawaida. Usiwachukulie malaika. Ukiwachukulia malaika utaumia. Kwa sababu wengi tunaamini kwa sababu tumezaliwa na watu ambao ni brother mmoja, basi ni malaika, wanatakiwa tusaidie, wanatakiwa tupende, wanatakiwa tujifanye nini? Hapana. Hiyo ni njia ya kwanza ambayo itakusaidia wewe kupona maumivu yale ambayo yametokea. Muangalie Yesu, hakuwahi kuwachukia watu familia yake. Alijua tu kama binadamu, kama vile Mungu Mfarisayo wanapokuwa wanampinga. Na watu wa nyumbani kwake wanaweza kufanya hivi. Ndio maana Yesu akasema nabii akubariki nyumbani kwao. Sio tu nyumbani, ndani ya nyumba, hata tu nje mtaani akubariki. Lakini kwa watu wengine ambao unakubarika, kwa nini usiende kule? Kitu cha pili ambacho kitakusaidia wewe kupona maumivu ya kwenye familia yako wewe mwenyewe, ambao pengine unaumizwa na dada zako au na kaka zako, ni kwa kuwasamehe. Biblia inatuambia kusoma kwenye kitabu cha Marko sura ya 11 kuanzia mstari wa 25, inasema msamehe mkiwa na neno juu yao, unaelewa? Kama Baba wa mbinguni anavyowasamehe nyinyi. Jifunze kuwa mtu wa kusamehe. Kama kwa unataka kupona maumivu, aliyekuumiza mara nyingi huwa anasahau. Wanasema hivi, mlandizi huwa anasahau, lakini mla maganda huwa hasahau. Unaelewa? Kwa sababu mla maganda anakula na vile vikali, lakini mlandizi anakula ndizi ambayo ni tamu, anaweza kasahau hata na saa ngapi. Kwa hiyo kitu ambacho unatakiwa kujua ni kwamba hata kama watu wa familia yako wamekuumiza, awe ni baba yako, awe ni mama yako, awe ni ndugu yako, awe ni nani yako, unachotakiwa kujua na kutambua kwamba kusamehe sio jukumu la kwao, kusamehe ni jukumu la kwako. Halafu pia kusamehe sio udhaifu, kusamehe sio kushindwa, kusamehe ni kusema kwamba ninatambua kwamba wewe umenikosea, ila mimi siko tayari kuchukua hicho chako ambacho unakiona kwa ndani yako uniwekee mimi. Siko tayari kuchukua hicho kitu. Na kwa kufanya hivyo itakusaidia sana. Naomba uchukue tu mfano mmoja. Je, kama Yusufu asingewsamehe ndugu zake, unadhani angewafanya nini? Angewaua, angewateketeza kwa mambo waliomfanyia, lakini Yusufu alichagua kuwasamehe watu wa nyumba yake. Ni kweli dada yako anaweza kuwa ni mpinzani wa kwanza kabisa kwenye familia yenu. Dada yako anaweza kuwa ni mtu wa kwanza kabisa kukuumiza. Anaweza kuwa ni mtu wa kwanza ambaye akikufanya ukapitia maumivu. Wakati una shida utegemea dada yako angeamka kukusaidia, lakini ukuta dada yako anakufukuza. Utegemea wakati una taabu kaka yako angeamka angekusaidia, lakini kaka yako ndio kwanza unamwona anatoa michango kanisani, unamwona anatoa anasaidia watu wengine, watoto yatima. Utegemea ungemwona baba yako wakati anawagalia watu wengine mitaji angekugalia na wewe, lakini ndio kwanza anawasaidia watu wengine. Sasa unajikuta una uchungu na maumivu kwamba ina maana mimi hawanioni, kwa nini hawanisaidii? Mbona Biblia inasema asiyewajali wa ndani mwake? Mbona mimi kwangu imekuwa? Nataka nikwambie kitu ambacho kitakacho kusaidia wewe kama wewe leo kuwa na maumivu ni kuwasamehe. Biblia inatuasa kwa habari ya kusamehe. Wasamehe watu wa nyumbani kwako. Nataka kwamba kama Absalomu angemsamehe Amnoni, isingekuwa na madhara mengi yaliyotokea. Pengine hata adhabu ya Mungu kwa Amnoni ilikuwa ni kubwa sana. Lakini Absalomu hakuchagua kumsamehe Amnoni. Na kitu ambacho kitegemea kwamba Amnoni alikuwa amembaka Tamari, Absalomu alimuua Amnoni. Absalomu naye haja kuuliwa na Yoabu, unajua. Yes, alikufa Absalomu baada ya kumpindua babake Daudi. Unaona jinsi ambavyo chuki inavyotokea. Absalomu alimchukia babake kwa nini ameshindwa kumtetea dada yake Tamari alipokuwa amebakwa. Lakini pia alichukia kwa nini Amnoni amembaka dada yake. Alichukia hicho kifo. Kwa nini Amnoni amembaka dada yake? Lakini pamoja na hayo yote, alichukia kiasi kwamba alimpindua hata baba yake mzazi. Unaona jinsi ambavyo chuki inavyoenda. Kwa hiyo nataka tu nikwambie na wewe binti ambaye leo hii unasikiliza hapa, samehe. Kama bila ambavyo unaomba kwenye Zaburi ya 51 kwamba Bwana unirehemu sasa na fadhili zako kiasi cha wingi wa rehema zako, uyafute makosa yangu. Basi na wewe muombe Mungu akupe moyo wa kufuta makosa ya watu wa nyumbani kwako. Kwa sababu hauwezi kuwa bora kama ukiwa na uchungu.
Hauwezi kuwa bora kama ukiwa ni mtu mwenye hasira. Mtu mwenye hasira, Biblia inasema hasira hukaa kifuani mwa mpumbavu, kutoka kwenye Mhubiri 7 mstari wa 9. Ukiwa ni mtu mwenye hasira, ukiwa ni mtu mwenye uchungu, ukiwa ni mtu ambaye una furaha kabisa, na maidia, hauwezi kufanya vitu ambavyo vina maendeleo. Kwa kitu ambacho kitakachokuwa kimekusaidia wewe ili uweze kupona maumivu ni kwa kuwasamehe watu wa nyumbani kwako. Mimi remember kuna mtu ambaye aliwahi kuniuzi, sio family member, lakini mtu ambaye namfahamu kwenye uko back in days sana. Yaani nilikuwa nahisi kama nimemsamehe, lakini kumbe alikuwa sijamsamehe kabisa. Siku nimekuja kumsamehe ni siku ambayo nimemrudia Kristo Yesu. Sasa kwamba sasa hivi kwa 2021 sitaki tena maisha mengine, nataka kuwa na Bwana. Kama nilivyokuwa naye high school, kama nilivyokuwa naye primary, kama nilivyokuwa naye secondary, nataka nirudi kuwa na mahusiano na Bwana. Ndio nikaja kuomba huyu mtu sikumsamehe. Na ndio maana hata katika kumuongelea nilikuwa simuongelei kwa ubaya, ila simuongelei nikimtilia maanani. Lakini Mungu alinipa moyo wa kuweza kumsamehe. Na nikatambua kwamba ni damu. Lakini kumbe mimi muda wote ambao nilikuwa sijamsamehe, kuna mama ambao Mungu alikuwa ashamlipizia muda mrefu, kwa sababu Biblia inasema hivi. Ukisoma kwenye kitabu cha Mhubiri Warumi 12 samahani, mstari wa 19 anasema kisasi ni juu yangu, anasema Bwana, mimi Bwana nitalipa. Kwa hiyo unaweza ukawa unamweka mtu moyoni ukiamini kwamba mpaka ushuhudie, lakini kumbe nyuma ya pazia Bwana alishafanya. Kwa hiyo wewe unashindwa kupiga hatua kwenda mbele ukiamini kwamba huyu mtu mpaka akilipa ndio utapiga hatua. Kumbe Mungu ashamlipa tayari. Mungu anataka communication na wewe. Mungu anataka mawasiliano na wewe. Hata kama ni baba yako mzazi, hata kama ni mama yako mzazi amefanya kitu ambacho ni kibaya, hakija kupendeza, kitu ambacho kitakusaidia kupona maumivu ni kwa kuwasamehe wazazi wako. Msamehe baba yako, msamehe, naye ni binadamu, anapungua. Sijui unanielewa? Anapungua kama binadamu. Yaani kama unapungua naye anapungua. Hawezi kuwa mkamilifu katika vitu vyote. Lakini kitu ambacho unatakiwa kufanya ni kusamehe. Na usiende kumwambia baba, unajua ningekusamehe. Hapana. Nataka tukwambie kwamba kuna misamaha aina mbili. Kuna msamaha ambao unaweza kumsamehe mtu moyoni mwako na usiende kumwambia, na kuna msamaha ambao unaweza Mungu akakurudia, nenda kamwambia kwamba mimi baba, kama nilikuwa nimekukosea, naomba unisamehe, na mimi kama na mimi najua baba tukikwazana, naomba unisamehe. Lakini usije kumwambia mtu nimekusamehe tripi babangu, nimekusamehe. Usije kurudia tena babangu, nakwambia don't do that. Huo sio msamaha, unaelewa? Kwa hiyo msamehe babako, hata kama hajaja kuomba msamaha, hata kama hajakwambia binti yangu naomba nisamehe, lakini msamehe baba yako, unaelewa? Msamehe mama yako, msamehe kaka yako, msamehe dada yako, msamehe mama yako kwa kukufelisha. Haukutegemea kama ungekuwa umeangukia hapo, isipokuwa kwenye mikono ya mama yako. Haukutegemea hata kuolewa na mume wa mtu, isipokuwa kwa sababu mama yako alikuwa amesababisha. Lakini katika yote, amka asubuhi, msamehe mama yako. Naye ni binadamu, anapungua. Unanielewa? Naye ni kwa sababu usipomsamehe, na sisi sana kwenye kumsamehe. Kwa nini? Usipomsamehe mama yako utarudia alichokifanya. Usipomsamehe baba yako utarudia anachokifanya. Kwa sababu kitu ukianza kukifikiria muda mrefu kikaa kwenye ubongo wako kinageuka kuwa tabia. Kama unataka nakudanganya, anza kufanya hicho kitu. Ukianza kitu kukifikiria kwa muda mrefu, kama nataka kuomba, hebu ngoja niombe, ndio unajikuta umekuwa mwanamao. Ndio hivyo ukaanza kusema nataka kuomba, unajikuta umekuwa muuaji. Hivyo. Kwa hiyo samehe. Jinsi ya kupona maumivu, pointi yetu ya pili ni msamehe baba yako na mama yako, wasamehe ndugu zako, samehe familia ya kwako. Lakini kitu cha tatu ambacho kitakusaidia wewe kuweza kupona maumivu ya familia ya kwako, ambacho nilitakiwa nikiweke cha kwanza, lakini nimekiweka cha tatu kwa sababu ya sababu, ni kwa kurudi msalabani. Sio, unanielewa? Rudi msalabani. Biblia inasema njooni nyinyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo 11 mstari wa 28. Inasema tena kwenye waraka kwanza wa Petro sura ya 5 kuanzia mstari wa 7, anasema nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakuze kwa wakati wake, huku mkimtisha yeye fadhaa zenu zote. Ndivyo Biblia inavyotuambia. Kwa hiyo wewe, kitakachokusaidia kupona leo hii hayo maumivu ya muda mrefu kabisa ambayo yamekutokea kwenye maisha yako ni kwa kurudi msalabani. Hakuna mtu anaweza akaziba lile gap ambalo wazazi wako wamelitengeneza isipokuwa Kristo Yesu. Hakuna mtu ambaye anaweza kaweta ule upendo ambao ulikosa kwa wazazi wako isipokuwa Kristo Yesu. Unafikiri ni nani ambaye aliponya maumivu ya Yusufu ya kuishi akiwa mkiwa kipindi ambacho yuko utumwani? Kasoma kitabu cha Mwanzo 39. Ni nani ambaye alimponya Yusufu kipindi ambacho alikuwa yuko kule peke yake? Hana baba, hana mama kule alikoenda. Hana kaka, hana dada anayemjua. Ni Bwana. Ndio maana Biblia inasema kwa sababu Bwana alikuwa yuko pamoja na Yusufu, hata Potifa pia alibarikiwa. Kusoma kwenye kitabu cha Mwanzo 39. Kibali kilikuwa ndani ya nyumba ya Potifa. Kwa nini? Kwa sababu Bwana alikuwa yuko pamoja na Yusufu. Kwa hiyo na wewe, hata kama ikatokea familia yako, watu wa nyumba yako, wewe mwenyewe, watu wa nyumbani kwako, wewe mwenyewe wamekuumiza, kitakacho kusaidia wewe kupona kwenye hayo maumivu kwa kumrudia Kristo Yesu, kwa kurudi msalabani,
rudi kwake, mwambie akusaidie, kwa sababu nitakwambia kwamba wachukue kama binadamu, utasema nimejitahidi. Nitakwambia kwamba wasamee, utasema nimejitahidi. Lakini tatu, nakwambia rudi msalabani. Mwambie Bwana ukweli, mwambie Bwana, baba yangu unamjua, mama yangu unamjua, dada zangu unawajua, hawajawahi kunipenda hata mara moja. Naomba unipe upendo ule ambao, mwambie Bwana, naomba unipe ule upendo ambao nimeukosa kutoka kwa wazazi wangu. Nipe ule upendo ambao nimeukosa kutoka kwa dada zangu na kaka zangu. Nipe ule upendo ambao nimeukosa kutoka kwa mume wangu. Unaelewa? Yes, kuna watu ambao mmeumizwa na wanaume zenu, pia ni familia yako. Mwambie Bwana, atakusaidia, atakupa ule upendo. Halafu akikupa ule upendo, wewe ndio utakuwa sababu ya kuwabadilisha watu wengine wa familia yako. Lakini kama ukasema kwamba okay, nimejitahidi kuwachukulia hivi, nimejitahidi kuwasamehe, nimeshindwa, hakuna mtu anaweza kukusaidia wewe kuwasamehe watu isipokuwa Kristo Yesu. Tena yeye anaona sirini, anaweza kadivila hata vitu ambavyo huvijui. Anaweza kukuonyesha hata mambo wewe mwenyewe ambayo ulikuwa hauyafahamu kabisa, mambo ambayo ulikuwa hauyajui. Tunaenda kumaliza mwaka 2025, bado una uchungu ule kwamba mama yangu alinifanyia hivi, dada yangu alinifanyia vile, kaka yangu. Mwambie Kristo Yesu, mwambie. Anajishughulisha sana na mambo yako. Mwambie, sema Bwana, najisikia hivi, na wewe unajua, lakini najisikia hivi. Biblia inasema enyi wa baba msiwachokoze watoto wenu. Kusoma kwenye kitabu cha Wakolosai 3:20. Wa baba wanatuchokoza, wa baba wanafanya mambo ambayo yanaumiza, wa baba wanafanya vitu ambavyo yani sijui nikwambie, vile ambavyo vinakusiga kiasi kwamba unasema hivi, huyu ni mzazi wangu, hivi huyu ni baba yangu, lakini ndio huyo Mungu amekupa. Watu wengine wote, kwa sababu kuna katika vitu ambavyo hatuchagui tarehe ya kufa wala tarehe ya kuzaliwa, na pia hatuchagui mzazi. Tungekuwa tunaweza kuchagua mzazi, tungekuwa tukiwa huko tumboni kwamba wewe sio mama yangu, hapana, natoka sasa hivi. Lakini hatuna uwezo wa kuchagua vitu kama hivi. Kwa kitu ambacho tunatakiwa kufanya ni kwa kurudi msalabani, mwambie Bwana ukweli, mwambie Kristo Yesu ukweli, mwambie vile ambavyo unavyokuwa unajisikia. Lakini kitu kingine ambacho kitakusaidia wewe kuweza kupona maumivu ya familia ambayo yametokea kwa muda mrefu ni kwa kuchagua mabaya katikati ya mazuri. Sijui kama unanielewa. Ngoja nikusomee kitabu cha Wafilipi sura ya 4 inavyosema. Wafilipi sura ya 4 mstari wa 8 inasema, hatimaye ndugu zangu, mambo yote yaliyo ya kweli, yote yaliyo ya staa, yoyote yaliyo ya haki, na yote yaliyo safi, yoyote yenye kupendeza, na yote yenye sifa njema, ukiwapo wema wote, ikiwapo sifa nzuri yoyote, yatafakarini hayo mambo mliojifunza kwangu na kuyapokea na kuyasikia na kuyaona kwangu, yatendeni hayo. Mungu wa amani atakuwa pamoja na nyinyi. Biblia inasema hivi, mambo yote. Huyu ni Paulo anawaambia Wafilipi kwamba wayafikirie yale mambo yote ambayo yanastaa, mambo yaliyo ya kweli, mambo yaliyo ya haki, yaliyo safi, yenye sifa njema, yenye kupendeza. Ukitaka kupona maumivu kwenye familia ya kwako, chukua mazuri ya kwao, mabaya waachie. Hiyo ni pointi nyingine. Chukua mazuri ya kwao, mabaya waachie. Kwa nini nakwambia hivyo? Ukianza kuangalia kwa haraka tu ya hali ya kawaida, baba yako ni kweli kabisa anakusema baba yako amekusomesha shule. Na mama yako ni kweli kabisa anakusema kwa, lakini mama yako ndio aliyekulisha na kukuogesha sensi ukiwa uko mdogo. Dada zako ni kweli wanakusema, lakini ndio waliokubeba mgongoni. Kwa hiyo despite kwamba unajua kwamba sasa hivi wamekuumiza, unaelewa, wamekutendea vitu vibaya, wamekufanyia mambo mabaya, unachotakiwa kuchukua mazuri ya kwao, kwamba kuna siku moja nilikuwa naomba dada yangu alinifanyia hivi, kuna siku moja dada yangu alinifanyia hivi. Biblia inasema ikisoma kwenye kitabu cha Warumi sura ya 12 mstari wa 21 inasema, msishindwe na ubaya, bali ushindwe ubaya kwa wema. Kwamba hata kama wao walitendea mambo mabaya, wewe unatakiwa ujifunze kutenda mambo mema. Kwa hiyo utakiwa kuyaweka yale mambo wala kuyatafakari mabaya ndani ya kichwa chako, yafikirie mazuri. Unajua, amka asubuhi, mwambie Mungu nakushukuru kwa sababu baba yangu na kipindi ambacho alikuwa hana hela, lakini alienda alikopa, alileta nyumbani, tulienda shule. Alienda alikopa, alileta, tulikula vizuri. Alienda alikopa, alileta, tulifanya hivi na vile. Kuna kipindi ambacho nilikuwa sina mtu ambaye ananiangalia, lakini wazazi wangu walikuwa pale. Kuna kipindi ambacho nilikuwa nauma. Mshukuru Mungu kwa ajili ya yale. Mshukuru Mungu kwa ajili ya yale mazuri. Mshukuru Mungu kwa ajili ya yale aliyokufanyia. Yaani hiyo ni pointi nzuri ambayo itakusaidia wewe uweza kupona maumivu ya familia ya kwako, ya ndani kwako wewe mwenyewe, yatakusaidia kupona kwa hali kama hiyo. Lakini pointi yetu nyingine ni jinsi gani ambapo unaweza kupona maumivu ya familia ya kwako wewe mwenyewe, ni kwa kuondoka nyumbani kwenu. Sijui nikwambiaje. Kama hauna option ya kuondoka nyumbani kwenu, lakini kama una option ya kuondoka nyumbani kwenu, ondoka nyumbani kwenu. Sio, unanielewa? Na kwenye kuondoka nitazungumzia kategori mbili, ya kuondoka physically, yani nikimaanisha unaondoka unahama, lakini ya kuondoka rohoni. Sio, unanielewa? Yes. Naanza na physically. Yusufu alipona maumivu ya ndugu zake kwa kuondoka nyumbani kwao. Ndugu zake walimuuza, lakini alipokuwa yuko kule utumwani alipona maumivu, kwa sababu hata alipowaona, Biblia inasema kwamba aliumia, alilia, lakini baadaye akasamehe. Tunamwona mtu kama Daudi, yes, alisahau kama ana mtoto mpaka Samueli Mungu anamkumbusha Samueli kwamba mwambie hana mtoto mwingine, ndo anamwambia hivi, una mtoto mwingine?
Anasema alipokula anachunga kondoo, unaelewa? Ndipo alipoweza kupona maumivu ya kwake. Akiwa ameondoka nyumbani kwao, ameenda nyumbani kwa Sauli, yuko akaondoka kwa Sauli, yuko kwenye mapoli kule, amekaa kule. Alipona maumivu mpaka akaenda kuwachukua wazazi wake. Kasoma kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 22. Akachukua wazazi wake na watu wengine wote walikuwa na maumivu, wanamkimbilia Daudi. Kwa sababu gani? Kwa sababu Daudi alikuwa amepona maumivu, aliondoka nyumbani kwao. Kwa hiyo kwa mtu ambaye leo hii unasumbuliwa au unaumia au maumivu kwenye familia yako, kama una option ya kuondoka nyumbani, ondoka nyumbani. Kwa sababu kitu ambacho ninafahamu, ukiwa sehemu hiyo ambayo imekuumiza, kupona kwako ni ngumu unless ukaondoka. Ukishapona utakuja utarudi. Kwa nini nakwambia hivyo? Kwa sababu ukishakuwa umeondoka kule, Mungu atapata muda mzuri wa kuzungumza na wewe, atapata wakati mzuri wa kuzungumza. Jisikilie swali moja, kama Absalom angeamua kuondoka nyumbani kwao, angeamua kuondoka kwenye familia yako, angeamua kwenda kujitenga, ile hasira yake juu ya Amnoni isingekuwa. Lakini Absalom alichagua kumuona Amnoni kila wakati na kila majini. Kitu kwanza ambacho kilitokea, Amnoni aliuawa na Absalom kwa sababu hasira ilikuwa inawaka kila wakati. Uchungu ulikuwa unawaka kila kipindi. Uchungu ulikuwa na wewe ambaye unataka kuona maumivu. Kama una option ya kuondoka nyumbani, ondoka nyumbani kwenu. Nenda sehemu nyingine ambayo Mungu atakuwa amekuelekeza. Muombe Mungu ni wapi ambapo unatakiwa kuenda. Ni wapi ambapo unatakiwa kuenda. Muombe Mungu, Mungu atakupa sehemu ambayo unatakiwa kwenda. Lakini kama hauna option, kaa nyumbani kwako. Sasa ndo ndakupisha njia ya pili kwamba ondoka nyumbani kwenu kiroho. Usifanye yale wanayoyafanya wao, unaelewa? Fanya vice versa. Ondoka kile kwamba maisha yako yawe tofauti na ya kwao. Wewe uwe ni mtu wa ibada, mtu ambaye unamtafuta Mungu, mtu wa kanisa. Hata kama watakusimama kwamba yanaenda tu kanisani nafanya nini, lakini unajiondoa kiroho. Unaondoka nyumbani kwenu kiroho, unaelewa? Utapona maumivu kwa njia hiyo. Utakapokuwa unaondoka kiroho kwamba haya wanaotenda wao wanatenda kimwili, mimi kiroho nafanya hivi, utapona maumivu. Lakini kama ukiwa ni mtu ambaye unaamini kwamba ngoja nikae hapa nitapambana nao, hauwezi hata kidogo. Hauwezi kupambana na watu ambao wamejipanga, wamekusudia, unless Mungu awe pamoja na wewe. Kwa usianze kupigana nao vita vya kibinadamu. Biblia inasema kusoma kwenye Kutoka 14 mstari wa 14, Bwana atawapigania nanyi mtanyamaza kimya. Kwa kitu ambacho unatakiwa kufanya, kama una option ya kuondoka uko hapo nyumbani kwenu, basi hakikisha kwamba wewe unaondoka nyumbani kwenu kiroho, kwamba Bwana akupiganie wewe unyamaze kimya. Na kwa kusema hivyo, leo itakuwa ni part 1 ya video yetu ya jinsi gani ya kupona maumivu. Mungu akubariki sana, akutunze na kukuhifadhi. Jina langu ni Tabitha. Karibuni sana kwa watu ambao mnatamani kufanyiwa counseling na nini. Karibu sana 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 sana. Mungu akubariki, akutunze na kukuhifadhi. Wewe ambaye umeumizwa, usijisikie vibaya. Waliochaguliwa na Mungu maisha yao huwa hayawagi marahisi. Waliochaguliwa na Mungu maisha yao huwa hayawagi ya kitoto. Yanakuwa ni maisha ya maumivu na uchungu mwingi sana, lakini mwisho wa siku yanakuwa ni maisha ya ushindi na ushuhuda. Biblia inasema utukufu wa mwisho wa nyumba hii utakuwa mkuu kuliko ule wa kwanza, ukisoma kwenye kitabu cha Hagai 2:9. Kwa hiyo hata kama wewe unaonekana kwenye familia yako kila mtu anakukataa, lakini tambua there's something in you ambao Mungu ameweka, ndio maana unapitia hayo unayopitia. Mungu akubariki sana, atuze na kukuhifadhi. Ninakutakia mwaka mpya wa mwaka 2026. Ubarikiwa sana.